Tumefika hatujafika? Tumefika hatujafika? Asante sana kwa vijana wa Sindo ambao wamefagia barabara ile uchafu ilikuwa imewekwa. Hatilinda mwananchi isiingie Sindo. Mujipigie makofi. Mungu awabariki sana, kwa sababu nyinyi ni watoto wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Baba alitufunza demokrasia, akasema kila mtu awe na uhuru wa kutembea Kenya nzima, auze sera zake mahali popote, alafu wenye kufanya uamuzi ni nani? Si ni nyinyi? Ni nyinyi wenye kufanya uamuzi, si ndio? Sasa watu wa Sindo, unajua mimi nilikuwa katibu wenu wa chama cha ODM miaka 9. Nimekuwa katibu mkuu wa Raila Amolo Odinga miaka 9. Shida zangu zilianza siku ile nilisema tabia zetu, maadili yetu haifanani na ya William Ruto. Kuna rafiki yangu hapa anatoka hapa, naambiwa ni wa huku. Yeye alikimbia akaingia kwa serikali. Saa hii anatuambia yeye kwa sababu ni expert ati mnanunua soda sana, kwa hivyo maisha yenu yuko sawa. Naam, karibu tena. Homa Bay ilikuwa ni moto sana. Sifuna aliwasili na kilichofuata kilikuwa zaidi ya ziara ya kawaida ya siasa. Kuanzia mapokezi makubwa hadi vumbi, umati wa watu na hali ya mvutano wa kisiasa iliyoambatana na ziara ile. Jambo moja likawa wazi. Sifuna hatoi makelele jijini Nairobi pekee. Ushawishi wake wa kisiasa unaenea kote nchini. Sifuna akiwa ameandamana na Babu Owino pamoja na viongozi wengine wa kisiasa aliingia Homa Bay, ambapo wakaazi walijitokeza kwa wingi kuwakaribisha. Na ukizingatia makutano hayo, ilikuwa dhahiri kuwa hii haikuwa ziara ya kawaida tu ya kisiasa. Umati wa watu ulikuwa tumbo joto, mazingira nayo yalikuwa makali, huku Sifuna akionekana kudhamiria kuungana moja kwa moja na watu. Lakini hapa ndipo mambo yanayovutia. Tayari kulikuwa na mvutano wa kisiasa kuhusiana na ziara ile, huku kukiwa na madai ya kuwepo kwa majaribio ya kuvuruga harakati za viongozi na wafuasi. Hata hivyo, licha ya vurugu hizo zote, timu hiyo ilifanikiwa kuwafikia wananchi, na labda huo ndio ulikuwa ujumbe mkuu kutoka pale Homa Bay. Yaani ni kama walimaanisha hivi: unaweza kuweka vizuizi, lakini huwezi kuzuia kwa urahisi wimbi la kisiasa pindi watu wanapoamua kusikiliza. Na sasa Sifuna amejikuta akizidi kuwa kiini cha mjadala kuhusu mustakabali wa siasa za upinzani nchini Kenya. Kuzuia shinikizo la kizazi cha Gen Z hadi wito wa uongozi mpya wa kisiasa. Jina lake linaendelea kuzua mjadala, lakini swali kubwa linabaki: je, Sifuna anafanya kampeni tu kwa ajili ya upinzani, au Wakenya wamemtayarisha taratibu kwa jambo kubwa zaidi? Kwa sababu kila ziara mpya, kila mkusanyiko wa watu na kila tukio la hadhara linaonekana kuongeza sura nyingine kwenye mjadala huo. Na sasa Homa Bay imeandika sura yake yenyewe. Sifuna alifika, watu walikusanyika, hali ya joto la kisiasa likapanda. Iwe unamuunga mkono au unampinga, kuna jambo moja linalozidi kuwa vingumu kulipuuza. Sifuna amekuwa nguvu ya kisiasa ambayo watu wengi wanafuatilia kwa karibu sana. Basi, je, mkutano wa Homa Bay ulikuwa ni mkutano mwingine wa kawaida wa kisiasa, au tunashuhudia mwanzo ama jambo kubwa zaidi kwa Sifuna? Niambie maoni yako katika sehemu ya maoni. Kwaheri ya kuonana. Mama Radi hapa.